Ujambo na karibu, langu jina ni Maskini Msomi. Boniface Ondara Ongili ambaye ni mwalimu katika shule ya upili ya Njoro Boys na mwanachama wa KUPPET aliandika barua kuwasilisha rasmi malalamisho kuhusu tukio la kushambuliwa kimwili lililohusisha mkuu wa shule pamoja na ukosefu wa msaada wa haraka kutoka kwa tawi la KUPPET Nakuru. Kulingana yeye alikuwa na ya kusema, na hichi ndio kitu ambacho alikuwa ameandika kuhusiana na tukio la kupiwa na mwalimu mkuu. Mnamo tarehe 6 Mei mwaka 2026, nikiwa ndani ya mazingira ya shule na nikitekeleza majukumu yangu ya kazi, nilishambuliwa kimwili na mkuu wa shule. Baada ya tukio hilo, nilitafuta msaada wa haraka na uwakilishi kutoka kwa tawi la KUPPET Nakuru kutokana na uzito wa swala hilo na tishio lililokuwepo kwa usalama na ustawi wangu. Hata hivyo, nilielezwa kuwa maafisa wa tawi hilo hawakuweza kusaidia, wakitaja kuwepo kwa kesi mahakamani inayohusu shughuli zao. Kutokana na hali hiyo, licha ya kuwa mwanachama wa chama cha walimu anayekabiliwa na dharura iliyohusisha msaada wao. Kwa hivyo, kulingana na yeye, amesema ya kwamba bado anatafuta usaidizi kutoka tawi la KUPPET, ila hadi sasa hajasaidika. Hata hivyo, nilielekeza shughuli yangu huko, lakini bado sijaona kitu ambacho wamenifanyia. Kwa heshima kubwa, ninaelezwa kuwa hali hiyo iliniacha katika mazingira ya hatari wakati ambapo nilihitaji ulinzi na mwongozo wa haraka wa kitaasisi. Kwa hivyo, ninaomba afisi ya kitaifa iingilie kati katika maeneo yafuatayo: kufanyika kwa uchunguzi wa haraka na ufuatiliaji wa malalamishi ya shambulio hilo, kupatiwa mwongozo wa kisheria na kitaasisi kuhusu tukio hilo, kulindwa dhidi ya vitisho, uonevu na kisasi kinachoweza kutokea kutokana na kuripoti swala hilo, kufafanuliwa kuhusu mifumo ya msaada. Naelekea kujitolea kutafuta suluhisho la swala hili kwa njia ya kisheria na kitaaluma, na kwa heshima kubwa ninaomba swala hili lipatiwe uzito na kushughulikiwa kwa haraka na afisa ya kitaifa. Wako mwaminifu. Ni barua ambayo imeandikwa na mwalimu huyu ambaye alishambuliwa na mwalimu mkuu. Kwa hivyo Boniface Ondara Ongili amesema ya kwamba amejaribu kutafuta haki yake baada ya kupiwa vibaya na mwalimu mkuu wa shule ya Njoro, ya wavulana ya Njoro, lakini hadi sasa hajapata mtu wa kumsaidia. Amesema ya kwamba hata kama yeye ni mwanachama wa chama cha KUPPET kinachohusisha walimu wa shule za sekondari, bado hajasaidika, na inasemekana ya kwamba chama chenyewe hakijamshughulikia namna ambavyo alitaka ili kuhakikisha ya kwamba haki yake imepatikana. Ni hali ambayo inaonyesha kwamba ni dhuluma ya hali ya juu, ambapo tumeona ya kwamba mwalimu mkuu wa shule kuchukua sheria mikononi mwake na kumuumiza mwalimu wake ambaye anafanya kazi katika shughuli ya shule anayofundisha. Ni hali ngumu, lakini itapita.